kwa kila mwana Simba alikuwa anaamini kwamba hii ni mechi ambayo Simba Sports Club atashinda mabao mengi, na kweli wameshinda mabao mengi, lakini mtu ambaye alikuwa anatamani aweze kufunga mabao mengi basi ni Jean Charles Ahoua, na ndio maana walikuwa wanaangalia nafasi nyingi sana. Simba Sports Club walikuwa wanajaribu kuweza kuzitengeneza zitue kwenye miguu ya Jean Charles Ahoua, na nafasi zaidi ya 3 ambazo zimepatikanika ambazo zilitua kwenye miguu ya Jean Charles Ahoua ni moja pekee ambayo ameweza kuitumia, huko nafasi 2 akiweza kwenda kuzitupa. Kwa hiyo kwa mchezaji ambaye anataka kuweza kuwa top scorer, unahitaji kuweza kuwa clinical sana kwenye nafasi ambazo anaweza kuanza kuzitumia. Unajua leo hii tulikuwa tunahesabu big chance kwa Simba ambazo amezitengeneza zilikuwa nyingi sana, lakini kwa mtu ambaye watu wengi walikuwa wanamwangalia aweze kufunga ni Jean Charles Ahoua, ambaye kwenye big chance 3 mmoja pekee ndiye ambaye ameweza kufunga. Sio mwenendo mzuri sana, na inawezekana isiwe story kubwa kwa kuwa wapinzani wake pia wa karibu hawajafunga mabao. Tunazungumza mtu kama Clement Mzize pamoja na Prince Dube hawajafunga mabao. Inawezekana isiwe story kwa yeye ameongeza bao moja, lakini endapo kama wapinzani wake wa karibu walikuwa wanafunga mabao leo, basi unaweza kuzungumza kwamba Jean Charles Ahoua yeye mwenyewe ndo ambaye angekuwa anaanza au anaandaa mazingira ya kukitupa kiatu cha ufungaji bora. Kumbuka bado michezo miwili kwenye dakika kama hizi, wewe kama mchezaji ambaye unacheza kwenye idara ya ushambuliaji unahitaji kuweza kuwa makini sana, unahitaji kuwa clinical kwenye nafasi ambazo zinatengenezwa ili uweze kwenda kuzifunga. Unacheza dhidi ya Ken Gold, miongoni mwa timu ambayo hawana upinzani mkubwa sana. Kipindi cha kwanza timu imefunga mabao 4, wewe unacheza kwenye idara ya ushambuliaji hujafunga bao hata moja. Sio picha nzuri kwa mtu ambaye anahitaji kuweza kufunga, anahitaji kuweza kuwa top scorer. Huwa inatokea, sio mara nyingi, lakini huwa inatokea. Kwa mfano wakati Bayern Munich wanacheza na Auckland City, Bayern Munich walishinda mabao 10, lakini mshambuliaji wao namba 1 Harry Kane akufunga bao la aina yoyote na hakuweza kuassist goli lolote. Lakini sio mara nyingi huwa inatokea, lakini kwa Jean Charles Ahoua ni kama umeanza kuwa utaratibu wa Jean Charles Ahoua kuwa anakosa nafasi za wazi. Rejea kwenye game dhidi ya Stellenbosch, goli ambalo wana Simba walikuwa wanalisubiri kwa hamu, amempindua goalkeeper, amempiga chenga goalkeeper yeye na nyavu, anakosa bao. Imekuja kwenye game hizi ambazo za hapa katikati pia ambazo amecheza na zenyewe pia amekuwa akikosa nafasi. Leo hii kwenye mechi ambazo wana Simba walikuwa wanatamani yeye kama mchezaji ambaye anaongoza kwa mabao aweze kufunga ili aweze kukisogelea kiatu cha ufungaji, lakini pia akiisogeza Simba mpaka kwenye michezo miwili ya mwisho ili kuweza kujua nani ni mchezaji bora, nani ni timu ipi ambayo inaweza kuwa ni mabingwa. Yeye pia alikuwa anatamani kuweza kwenda kufunga mabao kwenye nyakati kama hizi. Nakumbuka msimu uliopita kila mtu alikuwa anajua nini ambacho kinatokea kati ya Stefan Aziz Ki dhidi ya Stefan Aziz Ki dhidi ya Faisal Salum. Kwenye kipindi kama hichi mashabiki wa Young Africans walikuwa wanampush Stefan Aziz Ki aweze kufunga mabao, lakini pia Stefan Aziz Ki alikuwa waangushi. Kwa mechi moja dhidi ya Tabora United aliweza kufunga bao la kichwa. Kwa mechi ya mwisho dhidi ya Tanzania Prisons aliweza kufunga hat-trick. Kwenye kipindi kama hiki mtu kama Jean Charles Ahoua anatakiwa kuweza kuhakikisha kwamba anapunguza pressure, lakini pia kuweza kuhakikisha ni namna gani ambavyo ana uwezo wa kuziconvert hizo nafasi ambazo zitakuwa zinatengenezwa. Jean Charles Ahoua apunguze kwa sababu Simba wamekutana na mpinzani ambaye amekwisha choka wakati huu. Unapoizungumzia Ken Gold, ni timu ambayo mtani unasema unga mwana, wanacheza kama wanaitata kama ndondo, lakini kwa sababu wana wachezaji wenye mchanganyiko wa wazoefu na hawa vijana, na ndio maana umeona wametoa game bado licha kuwa walikuwa wamejikusanya, lakini kama umewaangalia vizuri kipindi cha pili waliongeza umakini zaidi, na walichokifanya wao kipindi cha pili ni kuwa kwenye eneo lao kwa muda mrefu wakijaribu kucheza ule tough football. Unajua Simba huwa inapata tabu sana ikicheza na timu zinazocheza style hiyo. Kwa hiyo kwangu mimi licha kwa Ken Gold ni kikosi dhaifu, lakini bado wametuonyesha kwa wao wana style kuwepo ligi kuu, lakini yote kwa yote bado ligi yetu ina timu dhaifu sana kabisa. Hizi ndogo hizi hatuna timu, yani hizi ndogo hizi. Kwa hiyo maana Simba wamepiga bomu mochwari. Simba wamemfunga kibonde. Yani Simba kama wangekaza, wangeshika ule uzi wao wenyewe, walikuwa wanashinda hata goli 8-9. Yani kama wangemkuwa na ile pressure ambayo walianza nayo wakafunga zile goli 4 faster, wangerudi nayo kipindi cha pili ule moto ule. Amini nakwambia goli 9 ziko zinapatikana, goli 10, yani walikuwa na uwezo wa kufanya hivyo.
kwa aina wa dhaifu, yani ya udhaifu ambao wameonyesha, na sio kwenye mechi hii, hata zile mechi zingine ambazo zimefungwa magoli matano. Yani unaona kabisa wachezaji wapo ligi kuu, lakini makosa ambayo wanayafanya wanatakiwa wakafanye kwenye michuano ya vijana ile ya under 20. Ya kabisa, yani kama yale magoli mawili ya Yanga, yes. Makosa ya Jumanne Alfadhili na yule nani? Doto Shabani ya. Sasa angalia, hizo ni timu za ligi kuu. Yani kikweli tuna timu dhaifu sana. Hatutaki kujisifu. Mimi sioni kama Simba na Yanga wanatakiwa waanze kusimama mezani na kuanza kujisifu kwenye ushindi wa mabao matano ambao wanaupata kwenye hizi mechi. Ushindi ambao wao wanafanya vitu vingi kuanzia nje ya uwanja, bado ndani ya uwanja wanakuwa na timu bora, wanazifunga timu dhaifu sana. Yani to me sio mechi ambazo hata shabiki anatakiwa kupita na kuanza kushangilia huko mtaani. Yeah. Sawa. Mwayombo, pia kuna Tabora United wana hali mbaya kweli kweli kiuchumi. Yeah. Wachezaji wanadai na timu imepoteza mchezo wa 7 mfululizo leo hii. Ken Gold na wao pia kwenye kufunga bao sidhani ni Rini wamefunga bao, yani kwa maana kwamba haijalishi matokeo yatakavyokuwa. Ken Gold na wao wana hali mbaya. Yes. Mpaka kusafiri tu imekuwa ni changamoto. Mpira wetu hauingizi hela. Mpira wetu unajua kibaya, yani kitu kibaya ambacho kinautafuna mpira wa Tanzania wakati huu ni kwamba mabwanyenye wengi hawawezi kuwekeza kwenye mpira wetu kwa sababu wanajua kuna mambo mengi sana. Mimi nafikiri hizi timu nyingi zinakosa pesa kwa sababu ya Simba na Yanga. Yes. Kwa mtu anaamini naweza nikaweka pesa zangu nyingi kwenye timu, lakini mwisho wa siku sitatengeneza faida yoyote, kwa sababu inawezekana kabisa kwenye maamuzi nikawa naingiliwa. Kuna vitu vingi vikao vinatokea kwenye timu yangu, mwisho wa siku tutashindwa kuiendesha hii timu. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna makampuni mengi hapa, kuna matajiri wengi wanajua kabisa kuna popularity kubwa sana kwenye mpira, lakini kwa nini hawaji? Wanahofia. Yani wanahofia anaweza kaingia hapo mwisho wa siku akaja akachafua CV yake moja kwa moja. Ndio maana umeshai kumsikia kuna mtu mmoja aliwahi kumiliki Gwambina, akasema hutaki tena mpira wa Tanzania. Sasa haya maisha ambayo tunaishi ndio yanasababisha hizi timu zinakuwa na njaa kali sana. Sababu kina Tabora utasikia labda mishahara wachezaji hawajalipwa, kama hiyo haitoshi utakuja upande wa pili huku, utakuja Ken Gold leo hii wamegoma kwenda kucheza mechi hadi wapewe pesa zao, kwa mwisho wa siku wakakubaliana bwana yani get collection pesa inayopatikana pale ndio nyinyi wachezaji mtachukua. Sasa huwezi kujinasibu wewe ni ligi namba 5 unaishi kwenye maisha hayo. Yes, huwezi kujinasibu wewe ni ligi namba 5 unasikia Tabora United wanadai mishahara, unasikia timu fulani wanadai mishahara. Ndio maana hawa kina Simba na Yanga wataendelea kuwafunga sana hawa. Kwa hiyo Nation Mwambane, mimi ninachotaka nikwambie tu, tuna timu dhaifu. Yani Simba na Yanga wana daraja lao. Yes, wanashindana na timu dhaifu ambazo haziwezi kuwapa ile testi sahihi ili wakienda kwenye michuano ile ya kimataifa, hasa wakikutana na ile miamba wakachua, yani wakacheze kwa kiwango cha juu. Kwa sababu unakuta mechi kama hii labda Simba anatengeneza hata nafasi 10. Ndio. Umeona katika hizo nafasi 10 labda akafunga 5, akafunga 6. Lakini kuna wenzetu ligi zao mtu ana kikosi kikubwa, lakini kutengeneza nafasi 5 tu ndani ya dakika 90 kwa timu hizi za kawaida ni kazi kubwa. Nadhani Mwayomba anaungana na aliyekuwa kocha wa Yanga, Said Ramovic. Sawa. Sasa zikiwa unajua hapo umeuliza swali, lakini pia Mwayomba alikuwa anazungumza kuhusu issue ya ligi yetu na ushindani wake. Na binafsi ukiangalia sidhani kama ligi yetu inaweza pia ikawa inamtoa mshindani harisi ambaye kutumia ligi pekee anaweza kwenda kucompete kwenye michuano ya kimataifa. Kuna mechi ambazo huwa zinaweza zikamfanya huyo mtu aweze kucompete kwenye michuano ya kimataifa ambayo ni mechi 4. Kwa maana kwamba kama Simba atacheza mechi 2 na Yanga, Zeni atacheza mechi 2 na Azam, hizo ndio mechi pekee ambazo zinaweza zikawa zina mshape kuelekea kwenye michuano ya kimataifa na kuweza kujua ubora na udhaifu wake. Na msimu huu kidogo Singida Black Stars aliweza kuongezeka kwenye ile eneo. Vivyo hivyo pia kwa upande wa Young Africans, mechi 2 za Azam, mechi 2 za Simba zinaweza kumfikirisha, kwa maana kwamba kwenye ujenzi wake wa kikosi bora umefikia wapi. Na madhara ya haya ni ngumu sana kuweza kuona kwamba timu yako ina improve au imebaki pale pale.
Leo hii mtu kumwambia kwamba Simba wana tatizo la ushambuliaji, atakuona kwamba ni mtu wa ajabu, kwa timu imefunga mabao 5 na semaji kwamba timu ina changamoto kwenye eneo la ushambuliaji. Leo hii ukiangalia Simba ni miongoni mwa timu mbili za juu ambazo zimefunga mabao mengi sana. Kwa michezo 11 iliyopita ukiongeza na mchezo huu, Simba kwenye michezo 10 kabla ya mchezo huu, Simba walikuwa wamefunga mabao 28. Kwa hiyo unaweza kuona kwenye michezo 10 imefunga mabao 28. Leo hii ukimwambia mtu kwamba Simba wanahitaji wa kutafuta striker mpya, anaweza kukushangaa. Ukiongeza kwenye michezo 11, maana yake na mchezo wa leo unakwenda kuongeza mabao 5 mengine ambao wamefunga. Young Africans kwenye michezo ambao walikuwa wamecheza, kwenye michezo 10 walikuwa wamefunga mabao 30 kwenye michezo 10 pekee. Wastani wa mabao 3 kwenye kila mchezo. Leo hii kumwambia kwamba Young Africans wana changamoto kwenye eneo lao la ulinzi, hawezi kukubali kwa kuwa kwenye hiyo michezo 10 wameconcede mabao 3 pekee. Lakini je, wanapokwenda kucheza na Al Hilal Omdurman, wanapokwenda kucheza na NC Alger, unaweza kuona huo ubora wao kwenye eneo la kuzuia, unaweza kuona ubora wao kwenye kutengeneza nafasi na kuweza kufunga. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana kwenye ligi yetu ambayo vilabu vikubwa vinashindwa kuweza kupima wamefikia level gani ya ushindani, kwa sababu tu watu ambao wanashindana nao hawaonyeshi huo ushindani wa kutosha. Lakini pia kitu kingine ambacho walikuwa wamekizungumza Nation ni kwenye eneo ambao uliuliza, kwa maana kwamba ligi yetu haiingizi fedha, ndio maana vilabu vyetu vina struggle. Naamini pia ligi yetu imekuwa na changamoto kubwa sana kwenye eneo la kuvutia wadhamini. Hata wadhamini ambao wamekuja sio wengi sana ambao wanaweka fedha ambazo zinaweza zikakizi mahitaji ya vilabu vya ligi kuu. Unajua ligi kuu ni ligi ambayo ina uhitaji mkubwa sana. Unahitaji kuweza kusajili wachezaji, unahitaji kuweza kuwalipa mishahara wachezaji, unahitaji kuweza kuwa na camp, unahitaji kuweza kusafiri. Kuna muda unatakiwa kutumia usafiri wa ndege ili kuweza kurahisisha safari. Kumbuka ukisafiri na basi peke yake, kuna kipindi unatakiwa ndani ya masaa 72 uweze kucheza mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa klabu kuweza kusafiri na basi peke yake. Ukisafiri na basi peke yake, maana yake unakwenda kuhatarisha hali ya ushindani ndani ya uwanja. Kwa hiyo vilabu vyetu nadhani vina changamoto kwenye masuala ya kiuchumi, na ili tuweze kufika, naamini tunaweza tukaitumia Serie A na shirikisho lao la soka kwa maana ya FIGC kama kielelezo kizuri zaidi. FIGC walishawahi kuishusha Palermo, walishawahi kuishusha Parma kama unakumbuka, kwa sababu tu ya masuala ya kiuchumi. Kwenye maeneo ya uwanjani timu ilikuwa inafanya vizuri sana, lakini kwenye masuala ya kiuchumi timu ilikuwa haifanyi vizuri, kwa maana kwamba timu ilikuwa inashindwa, imefikia level timu inashindwa kulipa mishahara. Na madhara yake, ukifanya hii timu iendelee kushiriki ligi wakati wamiliki wa timu wameshindwa kuweza kuwalipa mishahara wachezaji, sehemu ambayo tunaenda kuangukia ni kwenye masuala ya betting kwa wachezaji. Sehemu ambayo tunaweza tukaangukia ni kwenye eneo la upangaji wa matokeo, kwa kuwa mimi nacheza kwenye timu ambayo sijalipwa mshahara, na kama sijalipwa mshahara, kitu gani ambacho naweza kwenda kukifanya? Naweza mpinzani ambaye ana uhitaji matokeo zidi yangu, itakuwa ni rahisi kwangu mimi kuweza kuja kwenye rubuni, kwa kuwa anajua kwamba sijalipwa mshahara. Lakini kama ligi yetu itakuwa na ushindani, ligi yetu itakuwa na vilabu ambao vina uwezo, vinajiweza kiuchumi, hakuna mchezaji wanalipwa vizuri, wanalipwa kwa wakati, hakuna mchezaji ambaye atathubutu kuweza kujaribu kujiharibia kibarua chake kwa kutaka kuingia kwenye betting, anajua kabisa kwamba kikanuni ni makosa. Hakuna mchezaji ambaye atakuwa tayari kuweza kwenda kurubuniwa na timu nyingine ili acheze chini ya kiwango, kwa kuwa alishikilia hapo. Mambo vipi? Mambo vipi? Njia pekee ya Simba kuchukua ubingwa wa ligi kuu msimuni kuhakikisha wanamfunga Yanga. Kwanza wanashinda mchezo wao unaofuata dhidi ya Kagera Sugar, na baada ya hapo wanamfunga Yanga. Kwa hiyo ukiangalia hapa, mtu ambaye anajiamini zaidi hadi wakati huu umenajua ni Yanga, ambaye anaamini kwa sababu yeye sare tu inaweza ikampa ubingwa moja kwa moja. Lakini Simba wamejeruhiwa sana na Yanga miaka hii mitano, tuseme kama miaka mitatu hivi. Sasa timu ambazo huwa zinaingia kwenye mchezo, mfano hiyo tarehe 25 ambazo watu wengi mnaanza kama kuzichukulia poa, ama Yanga wakaamini Simba ni kibonde wao, wanaweza kashangazwa sana ndani ya dakika 45 tu. Kwa mimi naamini Simba wenyewe hawazungumzi sana saizi, lakini akili yao wanawaza ubingwa wa ligi kuu ya NBC. Na kwa Simba, kwa timu walionayo wakati huu, Simba anaweza kuifunga Yanga. Yaani Simba wakiingia na mbinu sahihi kwenye mchezo siku husika, wakaa kwenye kiwango chao, wakatumia nafasi ambazo wanatengeneza, wale kina Mukwala, kina Aua, kina Mpanzo kwa kwenye kilele chao cha ubora,
Simba kuifunga Yanga anaweza. Kwa hiyo hadi wakati huu huwezi ukasema Yanga bingwa. No. Mechi ambayo watakutana wao Simba na Yanga ndio itakayoamua nani awe bingwa, kwa sababu timu zote mbili zilicha kuwa zina ubora maeneo fulani na pia zina udhaifu katika maeneo. Hapo hapo Mwayombo, wewe unaona nani sasa kati yao hiyo tarehe 25 anakwenda kuwa bingwa? Tarehe 25? Kwangu mimi Simba anaenda kuwa bingwa. Asante. Hauongezei nyama? Aniongeze nini? Kwenye hakuna explanation kwenye point yako. Yaani mimi kwa mtazamo wangu mimi Emmanuel, Yanga amemuonea sana Simba kwa siku za karibuni. Tarehe 25 ni siku ambayo Simba wanaenda kufuta unyonge na kutengeneza ufalme mpya kwenye mpira wa Tanzania. Sawa. Ali, una view tofauti? Kabisa. Wewe view yako iko? Mimi binafsi naona tofauti na alichokizungumza Emmanuel Mwayombo. Naomba amezungumza kwa maana kwamba Simba ana nafasi nzuri zaidi ya kuweza kupata matokeo kwa sababu ya kupoteza michezo minne pekee. Kwangu mimi binafsi hiyo haiwezi kuwa sababu, kwa kuwa kwenye kufungwa sio kutaka, kufungwa ni kulazimisha. Lakini pia kitu kingine ambacho nakiona, ukiangalia hizi timu kwenye masuala ya kiufundi, unaweza kuona kwamba Young Africans ameimarika kwenye maeneo mengi sana kwenye masuala ya kiufundi. Kuanzia kwenye eneo lao la ulinzi, Young Africans wamekuwa bora sana. Kwa michezo 10 tulikuwa tunazungumza hapa, Young Africans wameconcede mabao 3 pekee kwa michezo 10 ya mwisho kabla ya mchezo wa leo. Kwa hiyo ukitaka kujumlisha pia na mchezo wa leo, maana yake katika michezo 11 Young Africans wameruhusu wavu wao kuguswa mara 3 pekee. Unapozungumza Simba kwenye michezo 11 ya mwisho pamoja na mchezo wa leo, Simba ameruhusu mabao 7 kuweza kufunga. Na ukiangalia namna ambao magoli ambao Simba anafungwa na namna mabao 3 ya Young Africans yaliyofungwa, unaweza kuona kwamba katika mabao 7 ambao Simba amefungwa ndio sehemu ambao Young Africans wanatengeneza mashambulizi yao kupitia kwenye hayo maeneo. Kwa ukiangalia Simba watakuwa na wakati mgumu sana kuweza kuwazuia Young Africans. Kumbuka Simba wamefungwa mabao kwenye eneo la pressing, kwenye eneo ambalo Simba wanaupoteza mpira, zeni mpinzani anaushinda, zeni wanakwenda kufungwa bao. Rejea goli ambao walifungwa na Mashujaa, rejea bao ambao walifungwa dhidi ya KMC, au ni magoli ambayo Simba wanafungwa, ndio sehemu ambayo Young Africans wamekuwa na uimara kwenye maeneo haya. Lakini pia changamoto nyingine ambayo naiona Young Africans ambayo anaweza kuitumia kunufaika nayo ni kwenye eneo la safu yake ya ulinzi Young Africans, kwa maana kwamba Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job wametengeneza partnership ambayo ni bora sana na imara sana na imekuwa ikitumika kwa muda mrefu sana. Nadhani kuanzia msimu uliopita, msimu huu wanacheza kwenye klabu ya Yanga, wanacheza kwenye timu ya taifa, wanacheza pamoja, wanajua ubora na udhaifu. Kila mmoja anajua ubora ambao yuko nayo mwenzake, lakini pia anajua udhaifu ambao uko nayo mwenzake na namna gani ambavyo anaweza kwenda kumsaidia. Lakini eneo jingine ni kwenye eneo la Khalid Aucho, amerejea kwenye kikosi, miongoni mwa mchezaji ambaye ana uwezo wa kuilinda safu ya ulinzi vizuri zaidi. Lakini pia ukiangalia Simba kwenye eneo la numbers, wamefunga mabao mengi sana lakini wanakosa nafasi nyingi sana za wazi. Unapokwenda kucheza na Young Africans, maana yake hizi nafasi ambazo Simba walizitengeneza na Ken Gold haziwezi kutokea kwa idadi kubwa kwa kiwango hiki kama unapokwenda kucheza na Young Africans. Mfano kwenye mechi ya mwisho ambayo Simba wanacheza na Young Africans, Simba walipata clear chance moja ambao alipata Leonel Ateba Mbida, kama unakumbuka. Alitaka kumtambuka Diarra akatoa kwa mkono. Diarra akaupangusa ule mpira akatoa kwa mkono. Na hiyo ndio ilikuwa nafasi pekee ya wazi ambayo Simba walikosa. Mara baada ya pale nini ambacho kilikwenda kutokea? Simba kaenda kupoteza ule mchezo. Kwa kwangu mimi binafsi ukiangalia Simba wana makosa kwenye eneo lao la ulinzi kwenye michezo 11, wameconcede mabao 7. Kwenye eneo lao la ushambuliaji wanahitaji nafasi nyingi sana ili waweze kufunga mabao. Wakati huo Young Africans kwenye eneo lao la ulinzi ni ngumu sana kuweza kuwafunga, lakini pia kwenye idara yao ushambuliaji ni timu ambao wamekuwa wakifunga idadi kubwa zaidi ya mabao. Kwa hiyo mimi binafsi naiona kama Yanga watakuwa kwenye ubora wao, naiona nafasi kubwa sana ya Young Africans kuweza kupata matokeo mazuri kwenye mchezo wa tarehe 25. Sawa, hiyo ni kuhusiana na